Na mtazamaji, hali gani? Nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo. Uko nami Pauline Mvungi nitakaye kuangazia habari za kitaifa, kimataifa pamoja na biashara. Tutaenda mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa naye Eden Bahati kwa upande wa habari za michezo na burudani. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameshiriki uzinduzi wa Global Africa Investment Summit GAIS katika tukio lililofanyika jijini Dubai Februari 3 mwaka huu. Tukio ambalo linaashiria hatua mpya ya Afrika katika kuvutia mitaji ya kimataifa kupitia uwekezaji uliopangiliwa na wenye uhalisia wa kifedha. Akihutubia mkutano huo, Mheshimiwa Samia amesisitiza kuwa wawekezaji hawatafuti fursa pekee, bali uaminifu, uthabiti wa sera, taasisi imara na serikali zinazotekeleza ahadi zake. Alieleza namna Tanzania imewekeza kimkakati katika nishati, reli, bandari na miundombinu ya uchukuzi pamoja na maeneo maalum ya uwekezaji na dirisha moja la uwekezaji ili kujenga mazingira rafiki kwa wawekezaji wa muda mrefu. Ushiriki wa Tanzania katika GAIS unaakisi dhamira ya nchi ya kwenda kwenye ushirikiano uliopangiliwa vizuri na unaoendana na vipaumbele vya maendeleo ya taifa na matarajio ya wawekezaji wa kimataifa. GAIS inalenga kuainisha uongozi wa kisiasa, rasilimali za kitaifa na mitaji ya kimataifa na kuifanya Afrika na hususan Tanzania kuwa kitovu cha uwekezaji unaoleta matokeo, ajira na maendeleo endelevu. Kijiji cha Kabegi na Kiemba, halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara, wapo hatarini kupoteza maisha kutokana na kulazimika kutumia maji pamoja na mamba na viboko katika kando ya Ziwa Victoria kufuatia eneo hilo kutokuwa na mradi wowote na wa uhakiki wa maji. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Kijiji cha Kabegi ni miongoni mwa vijiji vitatu vilivyopo katika kata ya Ifurifu, halmashauri ya wilaya ya Musoma hapa mkoani Mara. Kijiji hiki hakina chanzo cha uhakika cha maji kutumia, hatua inayolazimu wakazi zaidi ya 1200 kutembea zaidi ya kilomita 3 kwenda katika Ziwa Victoria maji kuyafuata. Naomba Dr. Samia atusaidie sisi kina mama, maji ni ya shida. Kwanza wanawake, watoto wanashikwa na mamba, wanawake wanashikwa na mamba. Angalau akitusogezea huduma ya maji tunaweza kujikwamua. Tuletee maji, itusogezee maji karibu, pamoja na kwamba ni ya kununua, lakini tununue. Ninamwomba Mama Samia atuletee huduma ya maji, hasa hususan kata ya Ifurifu. Si wananchi pekee, hata viongozi wa kijiji hiki nao hili linawaumiza. Mamba na viboko ambao wanaathiri wananchi kufuata maji. Tulishaanza tayari, mimi mwenyewe wakati naingia nilishaanza kuchimba marambo 3. Lakini upande wa pili ni kwamba tuna kijiji kimoja tu ambacho kimeshafikiwa na maji, lakini vijiji viwili havijafikiwa na maji, ikiwemo kijiji cha Kiemba pamoja na kijiji cha Nyasuru na cha Kabegi. Chama cha Mapinduzi Msoma vijijini kupitia mwenyekiti wake Dennis Yekwabi, wakati wakiadhimisha miaka 49 katika wilaya hii, na hapa wanaahidi kufikisha kero hii kwa mamlaka husika ili kufanyiwa kazi mara moja. Sasa hivi kazi mnayonipa mimi kama mwenyekiti wa chama, ninaenda kuongea na injinia Silonga ili maji atoke Mgango yaje hapa. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Tanzania leo imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya saratani, wakati ambapo taarifa za shirika la afya duniani WHO ya mwaka 2022 inakadiriwa kuwa wagonjwa wapya 44,931 wanabainika nchini kuwa na magonjwa ya saratani na vifo 29,743 vikitokea. Dorcas Ramos ana taarifa zaidi. Takwimu pia zinaonyesha saratani inayoongoza ni ya mlango wa kizazi kwa 23.5%, matiti 10.1%, tezi dume 8.4%, koo 7.1%, tumbo 5.1% na saratani nyingine 45.8%, wanawake wakiwa kwenye hatari zaidi ikilinganishwa na wanaume. Takwimu hizo za Shirika la Afya Ulimwenguni zinasema pia kati ya watu 6 wanaofariki, mmoja wapo kifo chake husababishwa na saratani, huku zikionyesha kufikia mwaka 2030 athari zitakuwa mara 2 endapo hatua madhubuti hazitachukuliwa. Akizungumza kwa niaba ya Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa mara baada ya matembezi ya maadhimisho ya siku ya saratani duniani yaliyofanyika katika hospitali ya saratani ya Ocean Road, mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Dr. Diwani Msemo amesema Tanzania imepiga hatua kwenye matibabu ya saratani kufuatia
kuongezeka kwa utolewaji wa elimu pamoja na uwekezaji katika sekta ya afya. Serikali kwa kutambua umuhimu wa vita dhidi ya saratani imetoa fedha nyingi kufadhili masomo kwa mabingwa na mabingwa bobezi katika eneo la saratani. Kwa hiyo kwa taasisi ya saratani ya Ocean Road anaelekeza yafuatayo: muendelee kutoa elimu kuhusiana na saratani nchi nzima. Serikali inachukua hatua mbalimbali za kuudhibiti ugonjwa wa saratani, ikiwemo kupatikana kwa huduma za kibingwa na kibobezi kwa gharama nafuu, hatua inayoungwa mkono na wadau, jitihada za pamoja na uwezeshaji zikihitajika ili kuudhibiti ugonjwa wa saratani. Kwamba tutaendelea kushirikiana na Ocean Road kuunga mkono jitihada za serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tutumie siku ya leo itukumbushe kwamba ni jukumu letu sasa kwenda kuchukua hatua ya kufanya uchunguzi wa saratani, ili ikitokea basi mtu akabainika, ziwe amebainika katika zile hatua za awali. Kauli mbiu ya mwaka huu 2026 inasema ungana kwa kipekee. Dorcas Ramos, Channel 10. Mamlaka zinazosimamia misitu na wanyamapori nchini zimeagizwa kupima na kuweka alama katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uhifadhi wa maliasili za nchini mkoani Songwe ili kuepuka uvamizi na shughuli za kibinadamu zinazopelekea uharibifu wa mazingira hayo. Taarifa ya Rose Chapewa inafafanua zaidi. Mkoa wa Songwe ni mkoa ambao awali unatajwa kuwa na misitu mingi ya asili ambayo imehifadhiwa kisheria. Lakini misitu hiyo inadaiwa kuendelea kuharibiwa vibaya na uvamizi wa shughuli za kibinadamu. Uongozi wa mkoa huo umeandaa jukwaa la wadau wa mazingira ili kuona namna ya kuinusuru, jukwaa ambalo limeongozwa na mkuu wa mkoa huo Jabiri Omari Makame na kuazimia haya. Misitu yote ambayo haina alama kiasi kwamba haifahamiki kwamba misitu inaishia wapi, aidha iwe misitu ya vijiji, iwe misitu ya halmashauri, iwe misitu inayomilikiwa na TFS au mapori yetu ya akiba, ni wajibu wetu kama serikali kuhakikisha kwamba tunaweka alama. Jukwaa hili pia limezitaka mamlaka zinazohusika na usimamizi wa misitu na wanyamapori nchini kuwaondoa wavamizi wanaofanya shughuli za kibinadamu ikiwemo uchimbaji wa madini, ufugaji, kilimo na makazi kwenye misitu iliyohifadhiwa kisheria ili kuinusuru isipotee. Uandaliwe mkakati wa kuweza kuondoa watu wote ambao wamevamia kwenye misitu yetu ya hifadhi. Na haya ni baadhi tu ya mapendekezo ambayo yametolewa na wadau wa mazingira. Kama itakupendeza, waandikie barua vijiji vyote na kata zote wasitishe utaratibu wa kupanua mashamba bila kufuata utaratibu. Sasa hivi kuna kampeni ya maneno kusema maharage yanakubali sana kwenye milima. Watu wa TFS wajikite sana kwenye kutoa elimu. Misitu imeharibiwa na wao wakiwepo. Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Mtoto wa aliyekuwa kiongozi wa Libya marehemu Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, ameripotiwa kuuawa katika shambulio la silaha lililotokea mjini Zintan, magharibi mwa nchi hiyo. Lulu Ali anatueleza. Taarifa ya kifo chake imethibitishwa na mshauri wake wa kisiasa Abdullah Othman kuwa watu 4 wenye silaha na waliovalia barakoa walivamia makazi yake, wakazima kamera za ulinzi kabla kuzuka makabiliano ya silaha iliyosababisha kifo chake. Saif al-Islam Gaddafi kwa muda mrefu alionekana kama mtu mwenye ushawishi mkubwa na anayeogopwa zaidi nchini baada ya baba yake ambaye alitawala Libya kuanzia mwaka 1969 hadi alipoondolewa madarakani na kuuawa wakati wa uasi wa mwaka 2011. Baada ya kuondolewa kwa baba yake, Saif al-Islam Gaddafi ambaye alishutumiwa kwa kuchukua jukumu muhimu katika ukandamizaji wa kikatili wa maandamano ya kupinga serikali, alifungwa jela na wanamgambo pinzani katika jiji la Zintan kwa karibu miaka 6. Hadi kifo chake, mtoto huyo Gaddafi alikuwa akitakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kujibu mashtaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu wakati machafuko ya Libya kwa madai ya jukumu lake katika ukandamizaji maandamano ya upinzani mwaka wa 2011. Hadi sasa mamlaka za Tripoli na Zintan bado hazijathibitisha rasmi mazingira kamili ya tukio hili, ingawa dada yake alitoa taarifa zinazokinzana na hizi, akiambia television ya Libya kwamba alifariki karibu na mpaka wa nchi hiyo na Algeria.
Alizaliwa mwaka 1972 na kuchukua jukumu muhimu katika uhusiano wa Libya na nchi za Magharibi kuanzia mwaka wa 2000 hadi kuanguka kwa utawala wa Gaddafi. Lula Ali, Channel 10+. Manispaa ya Lindi imetumia shilingi milioni 45 kwa ajili ya ununuzi wa viuatilifu vya zao la ufuta vikiwemo lita 2000 za dawa aina ya sumu pamoja na kilo 312.5 za konokono bite kwa lengo la kuwauzia wakulima kwa bei ya ruzuku ili kupunguza gharama za uendeshaji wa shughuli za kilimo. Ahmed Nandonde anatuandalia taarifa hii. Uzinduzi wa uuzaji wa viuatilifu hivyo umefanyika katika kata Jamhuri manispaa ya Lindi, ambapo mstahiki meya manispaa hiyo Twahiri Pulunji amesisitiza kuwepo kwa utaratibu maalum wa kuwatambua wakulima watakaonufaika na pembejeo hizo ili kuhakikisha zinawafikia walengo waliokusudiwa. Sisi tunauza chini ya bei. Sasa mkitoa bila mifumo maalum, tutajikuta siku mbili sumu zote zimeisha, wakulima wa Lindi hawajapata sumu na hizi tutalazimika kwenda kununua kwa bei kubwa. Mkuu wa idara ya kilimo manispaa ya Lindi amesema kwamba manispaa imekuwa na utaratibu endelevu wa kununua viuatilifu vya zao la ufuta na kuviuza kwa wakulima kwa bei ya ruzuku. Viuatilifu hivi vitauzwa kwa bei ya ruzuku ya 50% kwa wakulima wa zao la ufuta. Lita moja ya aina ya sumu itauzwa kwa shilingi 8,000 badala ya shilingi 15,000 na viua konokono vitauzwa kwa shilingi 6,000 kwa pakiti badala ya shilingi 12,000. Katibu tawala wilaya ya Lindi Hudhaifa Rashid amewataka maafisa kilimo na maafisa ugani manispaa ya Lindi kuhakikisha wanaelimisha wakulima juu ya matumizi sahihi ya viuatilifu. Wakulima hawa wanahitaji utaalamu. Wataalamu wetu hawa wasikae maofisini. Na bahati nzuri huko hata tunao wataalamu wa kilimo kupitia ule mpango wa BRT wa bodi wa korosho. Tulikuwa tunaumia sana, maana tukitaka kula maua unaambiwa ulipe kilo kwa shilingi 15,000. Kwa hiyo tunaishukuru serikali pamoja na halmashauri kwa kutufikiria sisi wakulima. Punguzo hili ni kubwa la 50%. Sisi limeturahisishia kazi kubwa za ununuaji wa pembejeo hii. Ahmed Nandonde, Channel 10, Lindi. Jeshi la polisi mkoani Mara linawashikilia watu 4 kwa tuhuma za kuhusika na wizi wa gari la kubebea wagonjwa namba STM 7830 Toyota Land Cruiser lililokuwa likihudumu katika hospitali ya manispaa ya Musoma mkoani Mara na kisha kulisafirisha hadi mkoani Arusha na kulibadili kuwa gari la biashara la kubebea watalii. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Huyu ni kamanda wa polisi mkoa Mara Pius Rutumo, na hapa mbele ya waandishi wa habari kuhabarisha umma juu ya wizi wa gari la kubebea wagonjwa STM 7830, gari lilokuwa likitumika hapa katika hospitali ya manispaa ya Musoma hapa mkoani Mara. Gari hili liliibiwa katika maegesho ya manispaa na watu ambao mwanzo hawakufahamika, na baada ya uchunguzi kufanyika na jeshi la polisi ndipo waliowabaini watuhumiwa hao ambao kwa sasa wanawatia nguvuni. Na watu hao waliiba gari hiyo ikiwa katika maegesho yake ya kila siku. Jeshi la polisi mkoa wa Mara lilianza na upelelezi na uchunguzi wa ufuatiliaji kwa karibu. Lilikamatwa gari hilo ambalo liliibiwa huko Arusha likiwa katika hatua za mwisho za kulibadilisha kutoka muonekano ule wa kubeba wagonjwa na kuwa katika muonekano wa kibiashara wa kubeba watalii. Kamanda Rutumo anawataja watuhumiwa ambao kwa sasa wanawashikilia, ambao ni Goodluck Steven Chacha mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Tarime mjini, lakini alikamatwa mtu mwingine Karume Kimweri mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Mrombo Arusha. Alikamatwa mtu wa tatu Saidi Hussein Ramadhani mwenye umri wa miaka 39 mkazi wa Arusha huko, lakini pia alikamatwa Elia Joakim Limo mwenye umri wa miaka 53 naye ni mkazi wa Arusha. Mali ya umma ni mali ya wote, sio mali ya mtu mmoja mmoja, kama ambavyo wenzetu ambavyo wameliiba gari hili walikuwa wakiwakosesha wengine haki za kupata huduma. Wakazi hapa manispaa ya Musoma mkoani Mara, licha ya kulipongeza jeshi la polisi kwa kazi kubwa ambayo wamelifanya, lakini masikitiko yao wanayaonyesha juu ya usalama wa mali za serikali. Sasa tunashangaa tena manispaa hiyo ambayo wenyewe wamekaa maofisini wanaanza kukusanya kodi, wanashindwa kulinda kile kitu ambacho sisi wananchi wa chini tunakizalisha. Kwa hiyo mimi niombe jeshi la polisi liongeze uchunguzi, lifanye uchunguzi wa kina. Manake gari kuja kuibiwa kwenye maegesho hospitali ya manispaa, maana yake ni mtandao mkubwa. Mtandao huu inawezekana ukawa ni mkubwa zaidi. Kutoka hapa makao makuu ya jeshi la polisi hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10.
Watu 15 wamefariki dunia baada ya boti ya doria ya walinzi wa pwani ya Ugiriki kugongana na boti nyingine iliyokuwa imebeba wahamiaji nje ya pwani ya kisiwa cha Chios jana usiku, Jumanne usiku. Taarifa ya walinzi wa pwani imesema hadi sasa miili 15 imeokolewa, yote ikiwa ni ya wahamiaji, huku wahamiaji 25 wakipelekwa katika hospitali ya kisiwa hicho, wakiwemo watoto 11 pamoja na maafisa wawili wa walinzi wa pwani. Habari zinasema makumi ya wahamiaji walikuwa ndani ya boti ya kasi yenye injini iliyo na nguvu iliyokuwa ikisafiri kutoka Uturuki kuelekea Chios, ambapo inadaiwa nahodha wa boti alishindwa kutii amri ya walinzi wa pwani ya kusimama, ndipo ajali ikatokea. Mbunge wa jimbo la Wete Amur Saif Abdalla ametoa shilingi milioni 75 kwa ajili ya kukamilisha mradi wa maji katika shehia ya Bopwe, hatua inayolenga kumaliza changamoto ya muda mrefu ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa eneo hilo. Taarifa zaidi na Masanja Mabula. Akizungumza na wananchi wakati wa zoezi la ulazaji wa mabomba ya maji katika shehia ya Bopwe, mbunge Amur amesema ataendelea kuwahudumia wananchi bila ya ubaguzi. Mimi ni mbunge ninatokana na Chama cha Mapinduzi, lakini nahudumia wananchi wote wa ACT, wa Chadema na ambao hawana vyama. Na maji haya yakitoka haendi kuhudumia wana CCM peke yake, yanaenda kuhudumia watu wote. Na nia na mazungumzo kuleta mradi huu kabla ya Ramadhani ni kwa sababu tunajua ikifika kipindi cha Ramadhani sote hapa tunafunga. Tunataka tuondolee kadhia ya kubeba maji kwenye kichwa, kwa sababu saumu nayo tunaijua wenyewe. Naye mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mgeni Hatibu Yahaya amepongeza juhudi za mbunge huyo na kusema ni mfano wa uongozi unaogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Serikali ya mkoa, serikali ya wilaya, serikali ya shehia, tutaendelea kukushika mkono kwenye maeneo yote kuhakikisha kwamba ahadi ulizoziweka kwa wananchi basi unazikamilisha, na itakapofika 2030 kwako wewe njia iwe rahisi sana. Wakazi wa shehia ya Bopwe wameelezea furaha na matumaini mapya, wakisema kukamilika kwa mradi huo utapunguza adha ya muda mrefu ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama. Na zaidi ya miaka 15 tunasumbuka kwa ajili ya maji. Mheshimiwa wetu wa jimbo la Wete ameliona hili katika ilani zake alizokuwa akipita, akisema kwa bahati mzuri tunasema tunamshukuru sana. Hatupati maji, kila siku twahangaika, leo hapa kesho hapa, lakini tunashukuru mheshimiwa mbunge akalichukulia hilo, akaona hana jinsi ili kutusaidia si wananchi wa Bopwe ili kupata huduma ya maji. Kukamilika kwa mradi wa maji safi na salama katika shehia ya Bopwe kutasaidia kuwatoa mama ndoo kichwani, kama ilivyo matakwa ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch HRW limetoa ripoti ambayo hutolewa kila mwaka inaonyesha mfumo wa kimataifa wa haki za binadamu uko hatarini kuporomoka. Esther Mtebe anaelezea. Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Philippe Blopion amesema chini ya shinikizo lisilokoma kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump na kudhoofishwa kila mara na China na Urusi, mfumo wa kimataifa unaoongozwa na kanuni umezidi kuporomoka na kutishia kubomoa muundo ambao watetezi wa haki za binadamu wamekuwa wakiutegemea kushinikiza viwango vya kulinda haki. Philippe amezihimiza serikali ambazo bado zinathamini haki za binadamu pamoja na asasi za kiraia na taasisi za kimataifa kuunda muundo wa kimkakati ili kukabiliana na mwenendo huo. Ripoti hiyo imesema utawala wa awamu ya pili wa Trump umegubikwa tangu mwanzo wa ukiukwaji wa wazi wa haki za binadamu. Esther Mtebe, Channel 10+. Na mtazamaji, tumefikia tamati upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na habari za biashara na uchumi. Asante.